Tanzania imeshuhudia uzinduzi wa daraja la JP Magufuli. Zamani lilikuwa likitambulika kama daraja la Kigongo Busisi. Ni daraja lenye urefu wa kilomita 3, huku pia ukijengwa barabara zenye urefu wa kilomita 1.66 ili kuhakikisha mandhari yenye eneo hilo la daraja inakuwa ni yenye kuvutia. Imekuwa ni ndoto ya muda mrefu kwa watu wa eneo hilo kuwa na usafiri ama miundombinu ya uhakika kuweza kuwavusha. Awali vilikuwa vikitumika vivuko ambavyo wakati mwingine vilisababisha watu kupata adha ya muda mrefu, wengine wakisubiri, lakini pale vinapoharibika mambo huwa ni kama kitumbua kilichoingia mchanga. Historia ilianza kwa Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli kuamua sasa eneo hilo lijengwe daraja. Ukawa ni mmoja wa mradi wa mkakati ama mradi kielelezo ambao pia ukachukuliwa kwa nguvu ile ile na Dr. Samia Suluhu Hassan, ambako zaidi ya bilioni 700 zimewekezwa, na leo watu wanatembea juu wakiwa na raha mustarehe na si tena kuhofia maji huenda yakawadhuru kutokea ajali ama vivuko kupata hitilafu ya aina yoyote. Tutamulika namna ambavyo uzinduzi wenyewe umefanyika, huku Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akitoa maagizo makali kwa vyombo vya ulinzi kuhakikisha kwamba wanashika doria kweli kweli ili eneo hilo lisikumbane na uharibifu wa mambo na hatimaye mradi huu ukaingia dosari. Mimi naitwa Nordin Selemani. Ndivyo ambavyo tutakapokuwa sote. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda vyema kabisa. Kuweza kulitupia macho hili, tutakwenda moja kwa moja kule Mwanza kwa njia ya teknolojia na kuungana na Bitulo Kazeri. Yeye ni mjasiriamali lakini pia ni mkazi wa mkoa wa Mwanza. Karibu sana Bitulo. Asante sana. Kwema. Habari ya Dar es Salaam? Salama kabisa. Sijui nyie huko Mwanza. Sisi Mwanza leo tuna raha tele, tumepata daraja ambalo linaashiria mwendo wetu kama taifa. Unajua kama taifa toka tulipopata uhuru na kuandika katiba yetu, tulisema tunataka kujenga taifa la ujamaa na kujitegemea. Na ukienda kwenye ibara ya 151 inasema ujamaa na kujitegemea maana yake ni nini? Tuishi kidugu, tufanye nini na tuweze kujitafutia vitu vyetu sisi wenyewe. Leo tumefungua daraja, tumezindua daraja ambalo tumelijenga kwa hela yetu ya ndani, ambako ni kujitegemea. Na hii inanipa kitu kimoja ambacho wengi huwa kinatutatiza. Na utaona watu wengi mara wanasema hatuna dira, kila mtu anabadilika na la kwake, kitu ambacho leo kimeonyeshwa. Ukiona katika hotuba aliyosoma Mheshimiwa Rais, ataona tulivyoanza na kivuko cha watu 3 bila gari, mpaka leo tuna kivuko cha kubeba magari 30 na watu. Kuwepo kwa vivuko hivyo pia kulikuwa hakutatui matatizo yaliyokuwepo. Mpaka mimi nakumbuka kuna siku nimekaa hapa, nimefika saa 2 na nimetoka saa 10 usiku. Yaani saa 2 usiku nimetoka saa 10 usiku. Kwa hiyo naona jinsi lile daraja linavyokuja kutusaidia wasafiri wa kanda ya Ziwa, Tanzania na nchi jirani. Itakuwa ni daraja la msaada mkubwa sana. Na linaonyesha jinsi ambavyo kuna muendelezo. Leo tuna rais wa 6 na kila mmoja wao amefanya kitu kwenye lile daraja. Na hakika tusingeweza kufikiria kujenga daraja pale kama tusingelikuwa na vivuko vilivyowekwa. Tusingefikiria kujenga daraja pale kama kusingelikuwa na rami ya Usagara na Kigongo kwenda Bukoba. Kwa mimi nadhani sasa ni Watanzania tujipongeze.
na sio haba. Tumeona Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi kasema hata tukitaka kwenda kupiga picha pale tutakwenda. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ya utalii. Kweli ni nembo ya nchi yetu. Najua ukienda ukiwa Mwanza unapiga picha kwenye, na huwa mimi nasikitika sana watu wanatania, unapiga picha kwenye samaki halafu wanasema wewe ni mshamba, lakini kuna watu wakienda London hawajiiti washamba wakipiga picha kwenye ile Kroko Tower. Kwa sasa tumepata eneo jingine la kupiga picha kufanyia harusi. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana wa Tanzania. Na kitu kimoja kilichonifurahisha ni kuhusishwa kwa familia ya hayati John Pombe Magufuli. Amekuwepo na ndio ilikuwa kwenda kuposa kule, yule bwana akanuia na Mungu wake akamsikia, akaja akafanikiwa kuwa rais na akalitengeneza, akalianza, na sisi tuliobaki tumemaliza hiyo kazi. Kwa hiyo Mungu amlaze mahali pema rais wetu mpendwa mstaafu na marehemu, na sisi wa Tanzania wote tuliobaki tujipongeze kwa kweli. Okay, Bituro, hapo umezungumzia eneo la utalii. Sasa hivi kama taifa limekuwa likitafuta sana mazao mapya ya utalii. Naona umegusia pale ambako ilijengwa daraja la pale la mwanzoni kwenye samaki, mkawa mnakwenda kupiga picha, lakini sasa hivi kuna daraja ambayo ni refu zaidi, unaweza ukasema barani Afrika. Unadhani hii eneo kuwa kivutio cha utalii kinaweza kikawa chachu ya kukuza uchumi wa Mwanza kwa kiwango gani? Na Mwanza ni mji ambao mji na mkoa ambao unapambana kutafuta sehemu yake katika utalii wa nchi hii. Hauna mbuga kubwa ukiacha Sanane, lakini sasa lile daraja refu kuliko yote Afrika, kwa vyovyote vile litakuwa ni eneo ambalo kama tukilitengeneza vizuri litakuwa kivutio kizuri sana cha watalii, tena hasa watalii wa ndani. Maana mimi najua Watanzania wanavyopenda sasa, kuna namna yetu vitu ambavyo hatuvitazama, lakini vipo. Naona watu wanakwenda, ukiona watu wanaokwenda kupika, kwa mfano wakati wa sikukuu hapa, ukienda pale kwenye daraja la waenda kwa miguu pale Furahisha, utaona idadi ya watu wanaokwenda pale. Ukienda kuona idadi ya watu wanaokwenda Rock City Mall, ni idadi kubwa sana wakati wa sikukuu. Kwa mimi na hakika sikukuu inayofuata tutakuwa na watu wengi sana watakaokwenda Busisi kwenye daraja la JPM. Turudi hapo, wewe ni mfanyabiashara lakini ni mkazi wa Mwanza. Fursa gani za uchumi unaona zinaweza zikafunguka baada ya daraja hili sasa kuwepo, likiunganisha eneo la Kigongo na Busisi? Manake mtu ambaye anatoka Mwanza ana uwezo wa kuvuka na kuendelea na safari yake kwenda mikoa mingine ambayo jirani, ambao zamani hata mwenyewe umetolea mfano hapo, ulikaa hapo tu kwa zaidi ya saa 8 toka saa 2 usiku mpaka saa 10 ndipo ukavuka, lakini kwa sasa ni dakika tu unakuwa umeshavuka ng'ambo ya pili. Kiuchumi inachechemua vipi uchumi wa Mwanza na mikoa mingine ambayo inaunganishwa na hii? Kiuchumi utakuwepo ufanisi mkubwa sana, na mimi naona pata urahisi wa kusafirisha bidhaa na urahisi wa watu kwenda katika maeneo yao wanakohitajika. Utasaidia sana kuchechua na kuchachamua uchumi wetu. Lakini kwa upande mwingine, juzi nilikuwa naongea na mfanyakazi mmoja wa TANROADS, akawa anasema kuna siku Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alipita pale akawaambia kuwepo kwa daraja hili kutaiua TAMESA. Kwa upande mwingine TAMESA, na sioni kanda ya Ziwa ambako kivuko cha magari 30 na watu 1000 kinaweza kupata nafasi. Kwa tukienda kwetu kule kuna kivuko cha Rugezi Kisoria kinachounganisha wilaya ya Bunda na wilaya ya Ukerewe. Tunaka kivuko kadogo pale, hata akitupelekea kale pale tutapata tabu sana kuijaza zile feri zilizokuwa hapo Busisi. Kwa hiyo unajua unapokuja ufanisi kuna mahara pataumia. Kwa hiyo ni kweli uchumi wetu utaenda haraka, lakini tuangalie upande mwingine pia kwamba kuna vitu vitapotea. Nadhani
kwa kadirio la yule bwana TAMESA, kama TAMESA ambayo ni taasisi ya serikali ambayo inajitegemea, na sijui kama imetulipa gawio mwaka huu. Sasa itapoteza karibu shilingi milioni 300 kwa siku ambazo ilikuwa inazipata bila lile daraja kuwepo. Kwa hiyo pia itatupa changamoto, hao watu nao waanze kutafuta sasa. Kwanza watafanya nini na hizo feri? Halafu watazibaje hilo pengo la milioni 300 walizokuwa wanazipata kwa siku? Watu wanasema kwamba maendeleo yoyote yale huwa yanakuja na ndio yana wahanga wake. Ni kama kokoro hivi ambavyo linabeba kila kitu. Kuna wengine wananufaika, kuna wengine watakaoumia. Tuliwahi kuwasikia baadhi ya watu ambao walikuwepo pale eneo la Kigongo Busisi. Wenyewe walikuwa wananufaika sana na biashara mbalimbali na kusema sasa ujio wa daraja hili utawaacha taabani. Ungekuepo wewe upo eneo lile. Ungekuepo wewe upo eneo lile. Nini ambacho sasa hivi ungekiona kinaweza kikawa ni fursa nyingine mpya ya mtu ambaye yupo pale na aweze kuendelea na maisha yake? Lile daraja watakao wanufaika wa kwanza ni wasafirishaji. Kwa kama mtu anataka kunufaika na usafirishaji na lile daraja, aingie kwenye usafirishaji wa mizigo na bidhaa kutoka upande mwingine. Sasa hivi tunatumia sana, wanatokura ndizi, wanakula matunda yanatoka mkoa wa Kagera na mkoa wa Geita. Kwa hiyo sasa tutayapata yakiwa fresh zaidi kuliko ambavyo yangeweza kukaa yale maeneo yale pale. Na mimi naliona kabisa fursa nayoiona ni kwenye fursa ya usafirishaji. Kwa hiyo wenye vyombo, kama kulikuwa na watu wanamgawa pale, basi atafute tu kifuso, aanze kwenda pale kwa dakika 4, ameenda mzigo, amebeba, ameuza, basi maisha yataenda. Kwa sababu kama mlango ukifunga basi dirisha linafunguka. Kwa maisha yanaendelea kuwepo. Namna ambao unaonekana pia unataja wakulima kwa sababu kama unarahisisha hali ya miundombinu, manake wale wakulima nao kwao inakuwa ni rahisi kweli kweli kusafirisha mizigo. Hii naifunguaje Mwanza na mikoa jirani na kutoa nafasi kwa wakulima sasa ambao umegusia mwenye eneo la matunda, lakini pia eneo la mboga ambalo kwa sasa limekuwa likiwavutia watu wengi kufanya biashara, lakini wengi wamekuwa hawana uhakika wa mazao yao kufika sokoni kwa haraka? Sasa uhakika watakuwa nao kwa kuwepo kwa daraja, watapata bei nzuri. Nakumbuka kabla, wakati tunapita Kenya, barabara haijajengwa ya Singida hii ya kati. Ulikuwa ukipita Singida pale unanunua asali kwa shilingi 5,000 kwa lita 5. Leo kama huna 20,000, kama huna 100,000 si uweze kupata hiyo asali. Kwa hiyo kuwepo kwa njia za usafiri na rahisi na watu wengi wakapita, wenyeji wa pale na maeneo yale bidhaa yao itapanda bei kidogo, kwa sababu muingiliano unakuwa mkubwa. Kuna wakulima watakaolima mazao, nalijua eneo lile ulimaji wa bustani mazao ya bustani ni mkubwa, wana mpunga wao, wana ng'ombe, wana maziwa. Sasa hawataweza kupata tabu ya kusubiri pale, watakimbia mara moja, na maeneo ya miji kama Mwanza na miji midogo iliyo karibu watapata bidhaa hiyo kwa haraka na bei itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu ukusanyaji umefanywa kuwa rahisi sana. Mwanzoni Bituro ulizungumza hapo kwamba TEMESA wanakadiriwa kuendelea kupata hasara baada ya kivuko chao kuondolewa hapo, lakini tunafahamu mkoa wa Mwanza ni mkoa ambao una visiwa vingi sana ambao vinahitaji pia usafiri wa uhakika. Kuna maeneo mengine ambayo usafiri wake ni wa mashaka hivi, hata wananchi wamekuwa na hofu. Hii haiwezi ikawa fursa nyingine kwa uzoefu wako na hali ya mambo ambayo unaifahamu, kwamba sasa ikatoa mkwamuo kwa wale wengine ambao maeneo yao mengi wamekwama kutokana na kukosa vivuko vyenye uhakika? Mimi nina hakika itakuwa ni changamoto na fursa pia kwa TAMESA na nafuu kwa maeneo mengine.
lakini tukikubaliana na ukweli, pale kuna kivuko, ukichukua kivuko cha MV Misungwi kinachukua magari makubwa karibu 30, sawa, halafu kinachukua abiria kama 1000 na kitu. Ukienda Ukerewe na visiwa vyake 20 na 30 na kitu, ukienda visiwa vingine kama Goziba, Bumbire, si wapi kule, ni rahisi sana wangepelekwa ile feri na zikaweza zikawasaidia, lakini sidhani kama inaweza kufika mahara pa kuweza kujaziliza uwezo wa vile vivuko tulivyo navyo. Kwa watu wa TAMESA ni changamoto kubwa kwao, inabidi watafute namna, ni namna gani wanaweza kuvitumia hivyo vivuko ili kuendelea kuwapa tija ile ile ambavyo tulivitengeneza kuwa navyo. Ni changamoto kubwa. Sioni kama wanajibu la haraka la hicho wanachotaka namna gani tunaweza tukavitumia MV Misungwi. Ukipeleka kama kwetu pale Rugezi sidhani, ukipeleka Ukara napo sidhani. Labda ianze safari ya kutoka Mwanza na wavuvi na dagaa wao kwenda visiwa vya Goziba, Bumbire na wapi, inawezekana. Kwa hiyo ni changamoto kwa TAMESA. Okay. Wamepoteza chanzo kikubwa sana cha mapato. Nasema pia Rais leo kwenye hotuba yake amesisitiza vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinapiga doria ili eneo hilo lisivamiwe na watu ambao hawana nia njema ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na miundombinu sahihi. Kauli hii kwa Mwanza inaweza ikatafsirika vyema kama ambavyo Rais ameinena, ama unahisi kwamba itakuwa ni tofauti? Rais amesema kitu ambacho ni ukweli. Unajua, katika changamoto kubwa tulionao kwenye miundombinu inayojengwa hasa ya barabara na madaraja ni kuibiwa kwa vyuma, na hasa hii biashara ya vyuma chakavu. Kwa unaona alama za barabarani zinawekwa, mtu anapitia, anakata, anapeleka chuma chakavu, madaraja vyuma vinafunguliwa, tunaona kwenye reli watu wamefanya, tunaona hata wakati ujenzi hapo unaendelea kuna vyuma vilikuwa vinaibiwa. Kwa nadhani Rais anachosema ametoa tahadhari kutokana na muendelezo na huruka zetu tulizonazo, hasa tunapokwenda kuangalia kuhusiana na miundombinu, hasa miundombinu ya usafiri. Yaani miundombinu ya usafiri imekuwa kama ukienda kwenye migahawa mikubwa na mahoteli, hakuna vitu vinaibiwa kama toilet paper kule vyooni. Kwa unaona mtu anaenda kula anaweka mfukoni hapo atoka nayo, na unajua kula hatulindani. Sasa hapa kwenye daraja pale bila kuangalia, kesho tunaweza tukakuta na hati moja haipo, chuma kimoja kimetoka, nani amekwaruza wapi. Kwa tahadhari aliyotoa Rais ni sahihi kabisa, kwamba tunapaswa kuwa walinzi wa hiyo eneo, na sio kwa vyombo vya usalama tu, kila Mtanzania, kwa sababu ile ni jasho letu na limetokana na hela yetu sisi wenyewe. Wanasema ukitaka kuyatunza maji vizuri yabebe, kachote afu uyabebe. Kama uyabebe anakuja tu utaona kama unayatumia, lakini hili tumejenga sisi wenyewe kwa hela yetu sisi wenyewe. Kwa kweli tunapaswa kuwa walinzi wa kwanza, na watu tuliwapa dhamana ya kulinda kama Mheshimiwa Rais alivyosema. Ni vizuri wakatekeleza hilo jambo kwa uweledi mkubwa, na najua wana uwezo huo. Na pengine labda kuna haja ya kufikiria labda kuna haja ya kufikiria kufungwa kamera katika hiyo, ili mtu atakayefanya maneno hayo basi apatikane na bandiko kwenye kila kuta za matangazo kwamba huyu kaiba chuma kwenye daraja letu. Kwa teknolojia ni lazima itumike ili kuhakikisha kwamba miundombinu inalindwa. Miundombinu inalindwa kweli kabisa. Kwa namna ambavyo unawaona wakazi wa Mwanza na namna ambavyo wamepokea uzinduzi huwa leo, kulikuwa kuna nderemo na vifijo,
na hamasa ya hali ya juu. Unaona kwamba wataingia kwenye huo mtego wa kuhakikisha kwamba na wenyewe wanaharibu hii miundombinu ya mradi huu kielelezo ama mradi mkakati? No, unajua Mungu aliumba binadamu na huruka zake, kila mtu na huruka yake. Yaani na yako mambo yanaweza kufanyika mpaka ukashangaa kwa nini mtu anafanya hicho kitu. Unaona mtu anaalikwa kwenye harusi na anakunywa bia zinatosha, analewa, lakini anachukua open na anafungua bia ambazo hata hazinywi. Yaani tumekuwa kama wale nyoka weusi, anaingia kwenye banda, anauma kila kuku aliyemkuta mle ndani, lakini hamezi hata mmoja. Kwa hiyo tuna tabia namna hiyo. Kuna wengine wanahuruka kutaka kitu kiharibike tu, anakatakata. Unaona anapanda kwenye daradara, anakatakata vile viti, anafanya hivi, na nasikia hizo kelele zimeanza kutokea kwenye SGR, watu wanakatakata, wanafanya hivi. Kwa hiyo ni hayo mambo, binadamu wa hivyo wapo, waliumbwa na Mwenyezi Mungu wao, na Mungu wao yupo, watakwenda mbinguni kukutana na hukumu yake huko siku ya mwisho. Lakini katika hali ya kawaida huu ni vizuri tukapambana, tukawa na tahadhari na watu wa namna hiyo. Nadhani na huu ni ulimwengu wa teknolojia, zitafute tu kamera pale, na huyo mtu akionekana basi itazuia na kupunguza na kuhakikisha lile daraja haliingii katika maeneo mengine ya miundombinu ambayo tumeyaharibu. Okay. Bitulo, wakati wetu unatukimbia kweli kweli. Ukiwa jasiriamali na mkazi wa Mwanza, neno lako ni nini sasa kwa wana Mwanza baada ya ujio wa daraja hili ambao unarahisisha mambo mengi, utachechemua uchumi na kuifanya Mwanza kuendelea kumeremeta kama moja ya mikoa ambayo uchumi wake ukiendelea kukua? Jambo la kwanza tujipongeze kwamba tumeweza. Tumefanya ndoto za watu wengi zitimie. Pili, tumejiepusha na majanga kama yale ya kuzama kwa mitumbwi, kuchelewa. Lakini tatu, ni fursa ambayo tunapaswa kutafuta namna nzuri ya kuitumia. Nne, ni kitu chetu kizuri ambacho tunataka tukilinde kwa wivu mkubwa. Na tano, sasa iwe kwa mfano Mheshimiwa Rais amesema ni vijana wetu wa Kitanzania waliofanya kazi kwenye hilo daraja. Na tuna maeneo mengi ambayo yanahitaji madaraja ya hivyo. Kwa hiyo ni afadhali sasa wizara ihusika iwatafutie maeneo, hata kama ni kadaraja ka kilomita 3, hata ka sentimita 10, wale vijana wasipoteze ujuzi wao. Wapewe fursa kama hizo, warau kila mara wajenge vidaraja hivyo vya kuweza ule ujuzi wao ule usipotee. Bitulo Kazeri, mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi hii leo kwenye Uchanganuzi katika siku hii ya kipekee kwa wana Mwanza na kwa Watanzania kwa ujumla. Karibu sana. Naam, ni Bitulo Kazeri huyo, mkazi wa Mwanza na mjasiriamali ambaye leo tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na uzinduzi wa daraja la JP Magufuli maarufu kama daraja la Kigongo Busisi yenye urefu wa kilomita 3, huko pia kukiwa na barabara ambayo ina urefu wa kilomita 1.66 ambapo zaidi ya bilioni 700 zimewekezwa hapo na serikali kuhakikisha kwamba leo wana Mwanza wana furaha, wana Mwanza wanaachana na kutumia vivuko ambavyo vilikuwa vikitumika hapo kabla, na sasa watakuwa wakiteleza tu pale juu ya daraja kwenda upande wa pili na maisha mengine kwenda kwa kasi. Uzinduzi wenyewe umefanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye asubuhi alimaliza ziara yake katika mkoa wa Simiyu na kuingia Mwanza kwa shughuli hiyo kubwa na ya kipekee ambayo ilikuwa ikionyesha kwamba uzinduzi wa mradi mwingine wa kielelezo umekamilika kwa 100%. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Kwa nukta hiyo ndio na kunja jamvi la Uchanganuzi kwa juma hili. Panapo majaliwa yake Manani, basi tutakutana juma lijalo siku ya Jumatatu kwa kipindi kingine cha Uchanganuzi. Nikutakie tu usiku mwema na kila la kheri kwako.